Habari, mambo vipi ndugu yangu? Kwanza nianze salamu alaikum kwa ndugu zangu Waislamu na kwa wale ndugu zangu wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unaambiwa raha ya mji uwe na ubwabwa, lakini ukiwa na ubwabwa ndani yake usikose viungo. Sijui unanielewa? Najua nitakuwa nimekuacha katikati hapo. Kuna hii taarabu moja anayesema eka eka zangu nadhani unazijua, nikiamua langu nani atazuia, sikufiti shoga yangu ilo kweli nakwambia. Kama unaweza bifu basi kati ingia. Unaambiwa Instagram kumechangamka. Nyie mji wa Dar es Salaam unaekaeka baada ya dada yetu bwana kipenzi chetu, tajiri mwenyewe, dada mwenye kipindi chake cha mapenzi, wanakiita malizia mwenyewe au nikimalizie lavi davi. Dada yetu bwana Diva the boss. Diva hapa katika tuliweza kuona ameshare kupitia ukurasa wake wa Instagram akiaga ya kwamba yeye ametoka Wasafi, yani wameshamalizana, kila kitu kiko sawa. Sio, unanielewa? Lakini baada ya muda mfupi tu tukaanza kuona ya kuibuka mambo yakaanza kuwa mengi. Baada nataka kujua, basi hakikisha kwanza unaungana na mimi mwanzo hadi mwisho. Kwanza usha subscribe. Kama huja subscribe ili uweze kupata update zetu za kila siku. Baada sasa niendelee na story ndugu yangu. Akaposti Juma Lokole yule tena kama tunavyomfahamu kaka yetu. Maana hapa kunaonekana kuna timu mbili tofauti. Kuna timu Diva na kuna timu Dida. Naonekana ya kwamba Diva alilalamika ya kwamba dada yetu marehemu, Mwenyezi Mungu lazima alipema roho yake peponi, Dida, ya kwamba kuna maneno ambayo alikuwa akiongea naye yeye ya privacy ambayo mtu mwingine hajawahi kumwambia wala hamna mtu anajua zaidi yake, siri za watu wawili. Inasemekana ya kwamba dada yetu marehemu Dida alikuwa wanasemaje, kinyonga, kwamba anavyoongea huku anaenda kusema maneno kwa watu wengine, anamzungumzia vibaya. Mimi nanukuu alichokizungumza yeye Diva the boss. Kwa hiyo akaa ananungunika na nafsi yake ya kwamba hakupendezewa na marehemu alichokifanya. Hapo ikajenga maswali mengi kwa watu na kuweza kucomment tofauti kupitia peji yake, huku tukiona Team Dida sasa, ambaye hapa namzungumzia kaka yetu Juma Lokole, hakukaa mbali na hili. Kupitia kipindi chao wakaanza kumzungumzia dada yetu Diva the boss. Baada ya nini? Wao wanachokilalamikia, kwa nini usubiri mtu afe ndio uzungumze? Kwa nini usizungumzie yale mkaeka saa kabla mtu wanasema kabla ya umauti? Kwa hiyo hapo ndio ugomvi ukaanza kati ya Diva pamoja na Juma Lokole. Mimi sitaki kuongea mengi, unaweza ukaisikiliza hii voice note ambayo yeye Juma Lokole alikuwa ameipost kupitia page yake. Lakini kabla sijakuwekea voice note, nataka uangalie hii video hapa, maana alipost kupitia ukurasa wake wa Instagram Juma Lokole kwenye page yake. Akilalamika ya kwamba, akizungumza hivi, bwana we kwenda, tumefurahi, we kwenda zako. Inaonekana kama Juma Lokole amefurahia Diva kuondoka Wasafi. Kikubwa ukome kumtaja Dida kwenye upumbavu wako kikojozi. Hayo maneno kaandika Juma Lokole hayo. Akaandika tena eti tukutaje, kumbe ulikuwa, akacheka hapo, kumbe ulikuwa unangoja tukutaje jina upate kiki. Inamaanisha kwamba dada yetu hapa anataka kiki. Dada Diva tena hapo akiambiwa hayo maneno msemaje, akacheka hapo akasema kwamba hatukupi kiki, sisi ni kenge wa blue na mengine hapo, akaandika kwenye caption, kitu ambacho kikamfanya sasa dada yetu Diva asiweze kufurahishwa, na yeye akaenda kuyasema ya kwake alikuwa mazito. Kwanza nataka usikilize hii video hapo, utazame hii video hapo juu, Juma Lokole alikuwa akilizungumza kupitia ukurasa wake wa Instagram. Wote tuitazame. Alafu baadaye hapo sasa tuteka ya dada yetu Diva ili tuangalie, je, Diva yupo sahihi au Juma Lokole yupo sahihi, na ugomvi wao lini utaisha? Maana unaonekana ugomvi ni wa muda mrefu. Hebu tutazame kwanza video. Jamani, nilikuwa nina shoot nimemaliza sasa hivi
mnanitumia iko kikripu cha huyo ajuza wenu. Wewe ajuza, hebu koma kwanza. Koma kama ulivyokoma, komaga. Alafu nikwambie tu ulivyokuwa na sudi mbaya na yani wanavyokuwa na watu we katuni, Tanzania imefurahi. Watu hawakupendi. Hebu soma hizo comments kwanza. Pitia hizo comments alafu ndio utajijua cheo chako. Wanakuona kama za mwamwa, hamnazo, wanakuchallenge. Eti sisi tuache shughuli zetu kuongelea, tumekuongelea, tumekujibu kile ambacho wewe umefanya. Uwezi kumzungumzia Dida tukakuacha. Eti Dida kakaomba msamaha. Hatuonyesha alipokuomba wewe msamaha Dida wapi? Hanaga nidhamu ya uoga mpaka anaingia kaburini yule dada. Kumuomba mtu msamaha? We komaga we. Usidanganye watu mtoto. Mtoto koma wewe. Eti mimi kiki kwa ukiki gani? We mtoto cheza unapochezaga we. Hizi namba nyingine cheza unapochezaga. Hey. Ha? Kwanza tumefurahi hatari, nikwambie kama ulikuwa ujui. Anayekufuata kukuomba kitu si kufanya nini wanakuunga kisogo. Tumefurahi. Jengo nzima kuanzia walinzi mpaka wafagiaji jengo. Tumefurahi, jinamizi limetuondokea. Upo? Nikwambie tu kama naogopa kukwambia. Tumefurahi. Nenda mpaka BBC. Ukiacha BBC, nenda Radio Maria. Upo? Mtu gani una vigimbi wewe? Wewe tena mkome Dida, mkome. Komea hapo hapo. Kama wewe bipolar, mimi bipolar. Yaani tutakuta unavyotaka ndio tunavyotaka sisi. Yaani wewe unavyotaka ndio sisi tunavyotaka. Si upendi kuongelewa? Sasa mimi nitakuongelea. Nitamuongelea marehemu mimi hapa. Nadhani wote tumeitazama video ya Juma Lokole ambaye alikuwa akizungumzia kati ya mambo yanayoendelea yeye na Diva. Lakini Diva yeye alisema sababu ambayo kumfanya yeye kuondoka Wasafi Media. Yeye sababu yake asema maneno na fitina na chuki zilikuwa nyingi, lakini hana shida na Diamond Platnumz. Hebu dai tumsikilize Diva kwa upande wake yeye, maana hapa hatuna upande sisi. Sisi hapa tunafikisha kile tulichokiona. Hebu tumtazame kwanza Diva. Mani kwa hivi, natajiwa uko DM mpaka basi. Mtu yote anayenitafuta, ofisi yangu iko Masaki. Mimi sio mnyonge. Umesikia Show nzima mnafanya mnaniongelea mimi. Si mkinitaja jina. Hiyo ilikuwa ni moja kati ya sababu ya mimi kuacha kazi Wasafi, kuongelewa vibaya, chuki. Mwenyewe nampenda Diamond sana na nitaendelea kumpenda na itachukua wema wake tu ambao amenifanyia. Sitakuja kumuongelea vibaya, kumtia vibaya. Na sina ugomvi na Wasafi. For now nafuatilia hela zangu za mishahara. Haya ndugu zangu, nimeweza kuwafikishia mimi habari. Hiyo mimi ndo kazi yangu Zochilk. Mimi nataka uende ukadrop comment hapo chini. Nani yupo sahihi? Juma Lokole au Diva the Boss? Na haya yote yanayoendelea kwenye mji wetu, mwisho wa siku kinabidi nini kifanyike kati ya wawili? Maana inaonekana ukiachana na marehemu kama kaingizwa katikati, kunaonekana nyuma ya pazia lipo jambo, lakini najua utatamani kulifahamu hilo jambo ni lipi. Basi hakikisha umeka bando lako la kutosha, kwa sababu kupitia hapa PMTV2 tutaenda kukudondoshia exclusive interview pamoja na Diva the Boss. Yale ambayo amejificha nyuma ya pazia basi atayaacha hapa hapa kwetu. Hivyo basi kaa mkao wa kula. Mimi nishukuru kwa muda wako bwana. Ananiita Zochilk, the one and only Mkorea mweusi. Tukutane tena next time. Bye bye.